Shalom. May Yahweh El Shaddai bless each and every one of you in the name of our Lord Yeshua HaMashiach. Amen. Let's stand up as we are going to read two scriptures in the Bible, two places, in the Bible to start our service this morning. In the book of Jude. Jude has got only one chapter. From 1. Jude from 1 to 4. Jude, a bond servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Christ Jesus. Mercy, peace, and love be multiplied to you. Amen. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saint. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness, and they deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Amen. 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 I'm going to add to it Ephesians chapter 4. The book of Ephesians chapter 4. We're also going to start reading from verse 4, I think. There is one body and one spirit. Just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. Amen. 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 May Yahweh add the blessings to the reading of His word. Let's pray shortly. We are talking about faith. I believe for those of you who have been here from the beginning of this teaching, we have talked about the new birth, which is a must for everyone. I don't know why this is doing here. Please, can it go behind, please? The new birth, which is a gift that Elohim can give to everyone who believes and hears His word. Then the new birth comes with one essential point, which is called faith. Today I believe, because this one will be the first point as we start building this structure. What is faith? We just read in the book of
in the book of Jude that we need to fight. To fight, to maintain that faith. Listen here. Someone can read it again. I want you to remember what I'm teaching about faith. What is faith? Is something to fight for. What is it? Yes, you read, bro. Yes? Jude, No. Yes, Jude. a servant of Jesus. No. You read the verse 3. Beloved, Yes. although I was very eager to write to you about our common salvation, Yes. I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith. Wait a minute. He wrote to us to appeal about what? Faith. To contend. To contend. Thank you very much. Brother, remember those words very well. To contend. To contend means what? Yes, Brother George, you must understand it very well. Is to fight for. To fight for. What else? This is not a physical battle, eh? It's a spiritual battle. You need to fight for faith. When was this faith given to us? Read. That was once Once for all for all to the saints. given to the saint. Thank you very much. And this is what I want you to see. Faith did not start today. Faith. When the saint started in this world, faith was given. Once for all. When I was reading the Bible yesterday, I was surprised. I saw faith also in the Old Testament. I mean, in the period of the law. I was like, what? Adam, for him to live, it was to believe. Amen. Amen. Say amen. Amen. When he rejected faith, what happened to Adam? He died. Now, for this faith to come, there must be a spoken word. Yes. Because faith always comes from hearing. Adam, you can eat of all these trees here. But that tree of knowledge of good and evil, Adam, don't eat. The day you eat, you will surely die. The spoken word was there. Adam believed. Amen. He was eating every fruit of the garden. It was not because of the faith. Because of the word of God. He did not want to eat from the tree of knowledge. Can you see that the more you maintain faith, the more you live? Amen. Look at Noah. Noah, it's going to rain. If you want to live, build the ark. You will not perish with this one. Noah believed. Are you with me? Yes. This is what I want you to understand today. Noah believed. Now check. When Noah believed the word of God, what did we see next, Brother Derek? What was the next step Noah took after he believed? Don't tell me you don't know. No, you must know. Brother Mike. He started acting on his faith. Oh, no, don't sit down. Don't sit down. He started acting on his faith, right? What did he do? He started following the instructions. What did he do? Yes, following. What did he do? Life is there. Brother Moshe, what do you mean? What does it mean? Noah woke up in the morning, took a panga, machete. He went to the forest. He started
cutting the trees. So now, the cutting of the trees was the demonstration of Noah's faith. Amen. That's why the scripture shows us that the act of faith proves that you have believed. Say amen. Amen. Brother Branham compares faith to love. You know, when someone has already fallen in love, do you see love? No. Do you see faith? No. Those are spiritual things. You can't see them. But do you have the proof of love? Yes. Thank you very much, Brother Alex, for saying it loudly. Yes. Which proof that will prove that this man is in love? He buys chocolate, buys biscuits, brings gift. Sivo, Yes. you start giving. Not only that one, the way you're looking at her, the way you smile at her, proves there's something inside. Am I correct? Yes. Faith is the same way. To prove you have faith, your works will tell us. Amen. Works are faith expressed. Amen. This is what I want you to understand. So before you start fighting for this faith, Elohim must speak first. Amen. Then you believe it. After you believe that one, your life will be now demonstrating that you believe. Amen. Now, the time will come where now they will fight against that faith you have. Remember that. That's where now youth is. Now that you believe, now that Elohim has spoken, you have demonstrated that you believe and you love Elohim. You to say, repeat now the reading. Beloved, Yes. although I was very eager to write to you about our common salvation, He wanted to talk to us about how we are saved. But the Spirit said, don't write about it now. And check. This is the only chapter he wrote, and then also wish. He never wrote any other things. His exhortation was about what? Continue. I found it I necessary. found it necessary, and we also find it necessary. That's why it's number one. Amen. To speak before we go to God. Let's talk about us trusting Elohim. Amen. First of all, believe that His word is true. Amen. Even when you are suffering, even when you are going through stuff, believe Elohim is always right. Amen. Amen. Noah woke up in the morning. Maybe his wife was looking at him. Noah said, no. Elohim spoke to me. I must go. Where to? To the forest. Forest! Say, yes. Say, okay. May Yahweh be with you. Amen. That's why his wife also got saved. She believed. Yes. Now imagine you have a wife who's Jezebel. Opposing every time you're like the wife of Lot. Continue. I found it necessary to write appealing to you to contend to contend. for the faith. Wait a minute. We have to fight for the faith. Wait a minute. It's something I don't see. I only feel it in me. I have to fight for it. It means what? Look at what happens. Continue. For the faith that was once for all delivered to the saints. Why? For certain, Because this certain can be your family, the brothers, the sisters, the preachers, anybody, the trials, temptations, anything. I'm writing to you to fight for this faith because certain certain people people have crept
Yes, in I've unnoticed. crept in unnoticed. Wait a minute. We only see here in the church, few brothers and sisters, they come in here. They are called what? One is called Kariuki. The other one, Johnston. And the sister, Mercy. They come in the church. Are you listening to me? Yes. To do what? Read. They've come in the church. They've come in among us with one vision. They start telling you, Brother Duncan, do you really think that we are still under the law? The law is finished already. We are now under grace. You say, huh? The work has started already to demolish the faith you have received. Amen. And here, brother, I told you, when it comes to your faith, fight. Amen. 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 Even if they call you on the phone, fight. Amen. Amen. Yeshua said, if anyone loves me, he will do what? He will keep my word. It means the wolves, people will come to remove that word from you. But you fight to keep it. I've seen this one when I remain with the children. My wife goes maybe to the saloon or whatever. You remain alone with the children. To keep the children is not easy. One goes behind there in the balcony, wants to jump and take something up there. This other one, he goes here, he wants to come and put his finger in the electrical appliances, and the other one is playing with the gas. Say, no, Daddy, me, I know how to switch on the gas. To protect the children, to keep the children, you must monitor all those things. Amen. Say amen. Amen. So it's the same thing with the word. And it's the same thing with your faith. Amen. Things and people and whatever situation will come so that they remove that faith from you. Fight. Amen. 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 Sometimes it can be your conduct. There is something in the Bible you don't believe. And that thing you don't believe is fighting your faith. Amen. Elohim Kabisa, this one is true, but me, I cannot bear it. Help me to stand for it. Amen. Otherwise, you will be the destroyer of your own faith. Amen. 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 This is the introduction. And I'm going to study with you today in this 1 hour remaining what is to fight for your faith. First of all, you must have love, because faith and love, they come together. Amen. For you to believe a man sent by God, you must love that man. Amen. 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 For you to trust even a man or a woman, you must love that person. We all love Elohim, am I correct? Yes. We trust, therefore, his word. Amen. Whatever you come and tell me, it sounds sweet, but if it's not written, pack it. Go back with it. Amen. We write there the way I was seeing someone on TV. He wrote, rejected. In big. So give it back there where it came from. When they send you mail and the mail comes, does not come to you, and they said your name, they put some other things there, oh, it's not your name there. What do? You put 2 bar, return. Send it back. Everybody say amen. Amen. If something comes to you which does not come from the word, return it to the sender. Say amen. Amen. Fight. Now, did Elohim say to the people of Israel that I've given you the promised land? Did he tell them that? Yes. Were they going back to the promised land? Yes. Talk to me. Yes. Now check.
When they came to the promised land, was it free or they found people staying there? Huh? They found Brother Awa, they found people there? What happened? What happened, Brother Awa? They had to fight, eh? For what? No. They were to fight for what? Brother Emmanuel, you are holding them up. Brother Dixon, this time you must have an answer. They were to fight for what? For the word that Elohim spoke to them. Amen. He said, this land belongs to you. But when they came to the land, what did they find? They find the Catholic, the Methodist, the Baptist in Christianity. No, but Christianity is our land. Say amen. Amen. What do you find it to do in that land? Say, Elohim said, we will fight for it. Amen. Amen. This is the introduction I want you to get properly. And faith comes with many things. Now, we have to fight for that faith because of unbelievers who have come among us. The trials that can come to distract us. Are we together? Yes. Now, Sorry, Brother David, we need an interpreter. People. oh, do we have people here who don't understand English? So now who can help us in translating? There's only you. Your friend today is nowhere to be found. Yeah, stand there. We will continue this the thing. Amen. But why didn't you tell me earlier so that we could move on already with the translator? It is Swahili one, eh? Yes. Okay, good. Amen. 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 Yes. Faith Imani is the foundation of this building. ni msingi ya hili jengo hapa. If you come to Elohim doubting, Ukija kwa Bwana ukiwa na taswishi, no, I believe Jesus is God. naamini ya kwamba Yesu I Kristo ni believe we are Mungu, going to heaven. naamini ya kwamba tunaenda mbinguni, But the serpent seed, lakini uzao wa nyoka, the serpent seed, Yes. uzao wa nyoka, that's what I can't believe. hiyo siwezi nikaamini. Marriage and divorce. Ndoa na talaka, hiyo rafiki yangu siwezi nikaamini. You are not a believer. Sasa wewe si muaminio. A believer does not believe 99.9%. Muaminio hawezi akaamini 99%. Satan is the one who believes that way. Shetani ndio yule I anayeamini believe hivyo. A, B, C, D. Naamini abasada, But this one here, I cannot lakini hii believe. hapa siwezi nikaamini. Brother Branham says, Ndugu Branham anasema what you are not able to believe, hicho ambacho huwezi that's ukakiamini. where you fall. Sasa hapo ndio You utaangukia. lose faith. Sasa utapoteza imani. It can start with something small. Inaweza ikaanzishwa na kitu kidogo. Really, something really can be unoffensive. It's not offensive. Kitu ambacho ni kidogo ambaye si You just say, kitu this ambacho small thing there, kinakasirisha. I can even live without it. Sasa hichi kitu kidogo naweza nikaishi hata pasipo. Remember, every word of God is a seed. Lakini Amen. ukumbuke ya kwamba kila neno la Bwana ni For mbegu. this seed to grow in you, Sasa ili kwamba ili mbegu It ipate must be kukua planted. ndani yako lazima ipandwe. once you reject that small thing, Hicho kidogo ambacho unakikataa it will not grow in you. sasa haitakuwa ndani yako. Later on, Baadaye you will not have the fruits. hautakuwa na matunda. Because you never planted it to Kwa sababu start. haukuwa umeipandilia. And because you did not plant it, Lakini kwa sababu we haukuipanda, cannot expect fruit from you. hatuwezi Amen. tukatarajia matunda kutoka That's kwako. why you will see at the later stage, Sasa hiyo ndio sababu baadaye some brothers and sisters are producing the fruit of the Spirit, wandugu wengine, dada na kaka, wanatoa matunda, but you realize you are not producing those fruits. lakini utagundua ya kwamba wewe hautoi matunda haya. Why? Kwa nini? You have never accepted the seed to be planted. Kwa sababu haukuamini ya kwamba mbegu ipandiliwe You ndani did yako. not believe that seed. Haukuamini mbegu lile. You find it not proper for you. Uliona ya kwamba
kwamba haikufai. That's where now you see people lacking the fruits. Sasa hapo ndiyo mahali unapata ya kwamba watu wanakosa matunda. But once you believe, Lakini my brother, unapoamini, faith imani, believes without question. imani uamini pasipo swali. Faith does not need any demonstration. Imani haihitaji mambo ya kuonyesha. Elohim has spoken. Bwana amenena, It is written. imeandikwa, I believe. ninaamini. Even if I don't understand. Hata kama sielewi, Even if it hurts me. hata kama inaniuma, Elohim spoke. Bwana amenena, It becomes mine. lazima iwe yangu. Amen. Amen. Anything Elohim did not say, Kitu ambacho Bwana hakunena, we cannot fight for it. hatuwezi tukaipigania Because it's not written. kwa sababu haijaandikwa. Amen. Amen. Today we say, Leo the tunasema seventh seal, muhuri ya saba, when it got open, wakati itafunguliwa, it was deprived from words. wakati ilifunguliwa ilikuwa haina maneno. Deprived from words. Haikukuwa na matamko. The scripture says what? Maandiko yanasema When the seventh seal got opened, wakati muhuri ya saba ilifunuliwa, what happened, Brother Duncan? nini kilitokea ndugu Duncan? When the seventh seal was opened, Wakati muhuri wa saba ilipofunuliwa, what happened? nini Silence. kilitokea? Kulikuwa na utulivu mbinguni. Can you believe silence? Je, unaweza ukaamini utulivu? Can faith comes from silence? Sasa imani inaweza ikakuja No, the scripture says maandiko yanasema faith imani comes from what? huja kwa The words inakuja kwa neno, of God. kwa But maneno ya this Mungu. seventh seal, Lakini muhuri wa when it saba got open, wakati ilifunguliwa, so what can you preach? sasa unaweza ukahubiri nini? Nothing. Hakuna kitu Because chochote it's unaweza silence. kwa sababu kuna When you utulivu. reach the seventh seal, Wakati unapofika muhuri ya saba keep quiet. kumenyamaza, You cannot have faith there. hauwezi ukawa na imani That's hapo. why we say Sasa hiyo ndio sababu The seventh tunasema seal muhuri wa it's saba not revealed. haijafunuliwa, And that's what we stand for. na hiyo ndio Because tunasema. Elohim, when he opened it, he didn't say anything. Kwa sababu Bwana alipoifungua hakunena kitu He chochote, kept quiet. alinyamaza. The heavens were quiet. Mbingu ilinyamaza, The four living creatures quiet. wale Including Gabriel who comes to Daniel to Mary speaking pamoja na quiet. Gabrieli alinyamaza. Say amen. Sema amina. The seven thunders, Sasa ngurumo saba they spoke. walinena, We were supposed to be having faith. tulikuwa tuwe na imani. What they spoke Sasa kile ambacho walitoa was not written. haikukuwa imeandikwa. We have no faith. Sasa tuna imani Because it's not there. kwa sababu haiko mahali popote. Amen. Amina. From Abraham Kutoka kwa to Ibrahimu us today, mpaka sisi leo hii, one faith. imani moja. Say amen. Amen. And we need to fight for that faith. Na ni lazima tupigania hiyo It has imani. been given. Can you see that faith is a gift, is a revelation? Auoni ya kwamba hii imani ni ufunuo? If Elohim has not given you this faith, Kama Bwana hajakupatia imani hiyo, you can sit here unaweza ukaketi mahali hapa without it pasipo na hiyo and imani go to hell. na uende jehanamu. Amen. 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 I'm going to show you now this fight in the Bible. Naenda kukuonyesha sasa vita hivi katika maandiko. If you take the book of Hebrews, I changed the Bible because of my daughter Ukichukua Jenny. kitabu cha Waibrania, He did not translate that very good. Hebrews chapter 11. kitabu cha Waibrania sura ya 11 From 1. kuanzia mstari wa kwanza. Now, faith is the substance. I've already explained here what the substance is. Nimeonyesha ya kwamba matokeo ya imani ni nini. Now, faith is the substance of things hoped for. Kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia. Let me explain here this properly. Wacha sasa nieleze vizuri. Is what? Is a substance Ni nini? Ni matokeo
of things you are hoping for. ya mambo ambayo unayoyatarajia. Now, Sasa when Adam received the word of God, wakati Adamu alilipokea neno kutoka the kwa Bwana, word of God came with the life and death. neno la Mungu lilikuja na uzima na mauti. When you believe the word, you live. Wakati unapoamini unaishi. When you break the word, you die. Unapovunja neno unakufa. Elohim said, Bwana akasema, if you want to live, Adam, unapotaka kuishi Adamu, do not eat of that tree. usile kutoka mti ule. What is that? Hilo ni nini? Life. Uzima. But if you eat it, Lakini ukiela, you disobey my word, ukikaidi neno langu, you will surely die. hakika utakufa. Now check. Sasa tazama, From that time kutoka wakati ule until today, hadi wakati huu, every time the word is spoken, wakati wowote neno la Bwana it linaponenwa, always comes with those two. wakati wote unakuja na mambo You haya. believe, you live. Unaamini unaishi. That's why you believe, you live. Hiyo ndio sababu unaamini unaishi, And you reject, you die. na unakataa unakufa. They always come that way. Kila wakati yanakuja namna That's hiyo. why even us, Sasa hiyo ndio sababu hata we sisi have leo, also the same things. sisi pia ni kitu kimoja. Our seed, Mbegu yetu apart, lives apart, dies. kwa sehemu inaishi, kwa sehemu hufa. Am I correct? Yes. Niko sawa? Talk to me, brothers. Yes. The word of God is the same also. Neno la Mungu pia ni sawa sawa. Go therefore and preach the word to every Nenda basi creation. ukahubiri injili kwa kila He who kiumbe. believes Yeye aaminie will be baptized atabatizwa and will be saved. na ataokolewa. He who rejects Yeye ambaye will atakataa be Condemned. atakuwa talk to me, man. Will be condemned. atakuwa amehukumiwa. The same word Sasa neno hilo hilo producing two things. inatoa mambo mawili. From that time until today is the same. Kutoka wakati huo paka wakati ule paka wakati huu. And for you to live, you must fight. Na ili kuomba upate kuishi lazima upigane. And for you to maintain that faith, you must fight. Ili kuomba uwe na hiyo imani lazima upigane. Trials will come to attack that faith. Majaribu yatakuja Those who were with me there in Jivanji, I was preaching how we love the Bible. Wale ambao walikuwa na mimi kule Jivanji nilikuwa nikihubiri Yeshua said, ninapenda maandiko. love your enemy. Bwana alisema penda adui yako, Forgive them. uwasamehe. Now Salim came. Sasa Salima kaja. I was having my phone in the pocket. Nilikuwa niko na simu yangu mifukoni. He came. I said, Akaja akasema basi. He took the phone. Akachukua simu yangu. He said, now forgive me. I've stolen Akasema sasa it. unisamehe, sasa nimechukua simu He yangu. said, I want to see if you are going to prove what you are preaching Alisema here. nataka kuona ya kwamba Also in front of the camera, he said, Sasa mbele ya rununu alisema Salim, I have forgiven you. Salim nimekusamehe. But also the scripture says, Lakini maandiko pia if your yanasema brother has sinned against you, sasa ndugu yako akikukosea and he comes back. naye amekuja kwako. Say, Salim, have you come back? Sasa Salim And he was there. alikuwa hapo. It's something you don't find in the Quran. Sasa ni kitu ambacho huwezi ukapata katika Korani. Amen. Amen. If you believe the word, Ukiamini neno, that's what you will be living. sasa hiyo ndio kitu utakuwa. Even if it's ukiishia. painful, Hata kama ni the machungu. scripture says so. Maandiko yamesema hivyo. Then I say, Salim, Sasa nikasema, so you are a thief. sasa wewe ni muizi. And you are proving to us you are a thief in front Na of the camera. unahakikishia kwamba wewe ni muizi mbele ya kamera hii. I said, you must be born again. Sasa nikamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Amen. Amen. Now, let's take a few things I want to show you. Sasa wacha tuchukue mambo machache ambayo nataka kuwaonyesha. It continues. Inaendelea. Let me finish with the example of Adam. Wacha nimalize na mfano wa Adamu. Adam hoped to live. Adamu alikuwa na nia ya kuishi. He kept the word. Aliweka neno. He was to maintain the word. Alikuwa awe na hiyo neno na Every time he maintained the word, wakati wowote aliposimama na and neno the thing he was hoping, life na he had. mambo alikuwa akitarajia, That's what the uhai scripture alikuwa says. nao. Is a substance of things you are hoping for. Hii ndio sababu maandiko yanasema ni mambo
unayotarajia. I'm hoping to live eternally. That's why I keep this thing. Natarajia kuishi milele, hii ndio sababu naweka neno. I don't want to die. That's why I'm repenting here. Sitaki kufa, ndio sababu natubu hapa. Are you with me? Uko pamoja nami? What you hope is bigger. Sasa kile ambacho unatarajia ni kikubwa. But faith you are holding is just coming from hearing the word. Lakini imani ulicho nacho kinatokana tu na mahubiri. And when you believe the word, na unapoamini neno, you live eternally. Unaishi milele. You live in peace. Unaishi na amani. Even if you are going to have some troubles. I want you to get this majaribu. Now Adam. Sasa Adamu broke the word. Alivunja neno. He broke his faith. Alivunja imani yake. What happened? Nini kilitokea? Death came. Kifo kikaja. And from that time until today, na kutoka wakati huo mpaka leo tunakufa. Lack of faith produces imani ambayo ilizaa mauti. Is that true? Hiyo ni kweli? Amen. Amen. Now, sasa I've mentioned few things here which I wanted us to consider. Nimetaja mambo machache hapa ambayo ningependa tuyatazame. Because of faith. Kwa sababu ya imani. And here, na hapa I'm going to show you few things related to faith. Naenda kukuonyesha mambo machache ambayo yanahusika na imani. How you have to fight for that faith. Vile unavyotakikana. But let's continue reading. Wacha tuendelee na kusoma. It is an evidence of things not seen. Ni matokeo ya mambo yasiyoonekana. I'm sick. Sasa mimi ni mgonjwa. I'm sick. Ni mgonjwa. I want healing. Nataka uponyaji. And healing is not here. Na uponyaji haiko. The way I behave. Vile ninavyo. The way I feel. Vile ninavyoishi. I'm really sick. Kweli mimi ni mgonjwa. But I read the Bible which says. Lakini nasoma maandiko inasema. That because of the stripes that came on him, he healed us. Kwa sababu ya mapigo yake tulipokea uponyaji. So this is what he said. Sasa hii ndio kile anachosema. Me, I'm feeling sick. Lakini mimi naishi kuwa ni mgonjwa. What is happening here? Sasa nini kinatokea hapa? Now, sasa, as I said last time, kama vile nilivyosema wakati ule, Elohim speaks. Elohim unena. When he speaks, anaponena, we the people, sisi ambao ni watu, yes, the people, sisi ambao ni watu, we hear the word. Tunapokea neno. Am I correct? Yes. Now the connection between Elohim sasa kile ambacho and us, kile ambacho kimetuunganisha sisi na Bwana is called inaitwa faith. Imani. I'm putting it here this way. Naiweka hapo hivi. The stronger your faith is to Elohim, the more efficient Elohim comes in your life. Kadiri unavyoendelea Listen to me carefully. Ndivyo Bwana anakuja ndani yako. Now, when you want Elohim to act, unapotaka Bwana atende, he will always act based on your faith. Kila wakati atatenda kulingana na imani yako. Brother, sister, make sure you take care of your faith. Hakikisha ya kwamba umeitunza imani yako. There is no way hakuna njia yoyote ile Elohim will come to you. Bwana atakuja ndani yako without you having pasipo imani. I want this one to sink. Nataka hii kitu kizame. That's why every time maintain your faith. Hii ndio sababu kila wakati uitunze imani. It's a revelation that connects you to Elohim. Ni ufunuo ambao inakuunganisha na Elohim. Elohim will come to you and act in you based on your faith. Elohim atakuja ndani yako na atatenda ndani yako kulingana na imani yako. Elohim in our time has opened the 7 seals. Elohim katika nyakati zetu, the message of the seal have come to us. Ujumbe wa muhuri ya 7 imekuja. Is that true? Yes. We know today that if we maintain faith, we'll be raptured. Tunajua ya kwamba tukitunza imani tutanyakuliwa. Have you ever thought what rapture is?
Sasa umewahi kufikiria We unyakuzi travel ni with nini? aircraft, we go in there, even we see the clouds under it. Tunasafiri kwa ndege na tunaona mawingu pale. Like last time we were coming, we were in almost 25 kilometers from the earth. Mara ya mwisho tulipokuwa tukisafiri tulikuwa karibu kilomita 25. We were looking at the rain down here. You see how it goes Tulikuwa there? tukiangalia mvua na huko chini. You are looking tunaona at you see the mountains. unaona milima. Huh? Finally, we land. Mwisho wake tulitua. But the rapture we are talking about here, Lakini unyakuzi ambayo tunanena hapa, Brother Moshe, ndugu Moshe, no aircraft. hakuna ndege. Hallelujah. Yeah. Brother, it sounds like it's crazy. Ndugu, inaonekana kuwa ni wazimu, But look here, the Bible says for something to be true, lakini tazama maandiko yanasema you kwa need jambo the lile safi. testimony of how many? Unataka ushahidi ya watu wawili 2 au watatu. or 3. Let's talk about the rapture. Wacha tunene kuhusu unyakuzi. Do we have evidence of the people in the Bible who got raptured? Yes. Je, tuna mashahidi ya wale ambao walinyakuliwa katika maandiko? Who was the first one? Ni nani alikuwa wa kwanza? Enoch. Enoch. From Adam he was which number? Kutoka kwa Adamu The alikuwa 7th one. na Am I correct? saba. Am I correct? Yes. Enoch, the 7th one from Adam. Enoch mtu wa saba kutoka kwa Adamu. The scripture says Maandiko he yanasema believed Elohim. aliamini Elohim, Because of his faith, kwa sababu ya imani he yake was no more. hakuwa tena. Take this Chukua hili from the Laodicean church kutoka age. katika kanisa la Laodikia. You count down to Ephesians. Unakuja chini mpaka We are also number 7. sisi ni nambari The ya first, saba. the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the 7th one. We are the generation that will be raptured. Sisi ndio uzao ambao utanyakuliwa. If it's true, say amen. We are going. We Tunaenda. have the evidence. Tuna Later on. ushahidi. Baadaye Not only that he was 7, sio and kwamba we are alikuwa wa 7, saba na sisi pia ni wa saba. there was also another one who was Elijah. Kulikuwa na mwingine pia ambaye alikuwa Elia. Listen to me. Unisikize. Elijah, Elia with his spirit, pamoja na roho he did wake not see death. hakuona mauti. He got raptured. Alinyakuliwa By the way, kwa the chariot of heaven, sasa the magari ya clouds of mbinguni, heaven, umati wa mbinguni be with me, came down, walikuja chini collected this man. wakachukua huyu As mtu. he was watched by his disciple, Kama vile alivyokuwa akitazamwa na Elisha. wanafunzi wake. he saw him being taken. Alimwona Oh akichukuliwa. man, he was taken. He raptured. Alinyakuliwa. Elisha said, Elisha alikuwa Cavalry of Israel, alisema, wewe my father. baba yangu. As he was going, Alipokuwa he removed the jacket, he left it down. alitoa koti yake. He remained with the evidence. Alibaki na ushahidi. Elijah was here. Ya kwamba yeye I saw him going, akienda. and I'm left with his jacket. Nimeachwa na koti. Hallelujah. Yeshua also, Yeshua pia as he left, vile he alivyoenda. dropped the Holy Spirit. Aliacha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. With the Holy Spirit, Pamoja na Roho we can Mtakatifu. do more than what Yeshua did. Unaweza fanya makubwa kuliko yale He ambayo Yesu promised alifanya. himself. Yeye mwenyewe Elisha said, Elisha I want akasema, the double portion of your nataka spirit. mara pili sehemu ya roho. Yeshua said, Yesu he who believes in me, akasema yule the works that I do, mambo he will do them ninayoyafanya also. atayafanya pia. Even greater. Hata makubwa. The double portion we are going to have. Sehemu ya pili ambayo tutakuwa nayo. The third testimony. Ushahidi yule. The third testimony. Ushahidi wa tatu. The scripture says, Maandiko yanasema after the resurrection, baada ya kufufuka Yeshua was talking to his people. Bwana alikuwa akinena na watu In wake. Acts of Apostles chapter 1, Katika Matendo ya Mitume they sura ya saw the kwanza, same chariot walimuona magari ya coming, pia yakikuja collecting Jesus Christ. akichukua And the Yesu Bible Kristo. says he started being lifted up Na in front of maandiko them. yanasema At that time, alichukuliwa. At that time, Wakati huo what you call the gravitation law, yale ambao unaita gravity, Elohim who created it, Bwana ambaye the aliumba gravitation law, hiyo will have no impact on Yeshua. haikukuwa na nguvu kwa It's not Yesu. an aircraft where you go, you come down. Sio ndege ambayo unaenda nao This one, you go, you remain. unaenda kabisa. Amen. It's
Is that true that we have the evidence in the Bible of the Je, rapture? ni kweli ya kwamba tuna mashahidi katika So, my brothers and sisters, Sasa ndugu believe yangu, dada yangu, amini. we will be raptured. Tutafufuliwa. Amen. Because it's true. Kwa sababu ni kweli, It's not a lie. sio uongo. It is in the Bible Iko ndani ya where maandiko. people got raptured. Watu ambao Am I walinyakuliwa. correct? Now, faith believes something, you demonstrate as if it's not there. Sasa imani ni kwamba unaonyesha kitu kana kwamba si kweli. So, brother, you believe you're going to be raptured. Sasa So, ndugu yangu, wewe unaamini ya kwamba so it means utanyakuliwa. you here, you will also go to heaven. Sasa unaamini ya kwamba wewe hapa utanyakuliwa It wewe. seems crazy, eh? Inaonekana kuwa ni wazimu. In your family, kabisa, you have seen someone raptured. Sasa kwa familia yako kweli umeona mtu akinyakuliwa na kuuliza wewe. I'm asking. Kuuliza wewe. He's translating. But he has no knowledge for you. Sasa ni kwake. Anyway, let's continue. Hata wacha tuendelee. In your home area, Kule nyumbani kwenu you, wewe. Brother Morris. Brother Morris. Oh, me and Brother Morris now. Brother, it seems crazy. Inaonekana kuwa ni jambo la It's a reality. lakini ni jambo la kweli. And for that to happen, Ili kwamba hilo you jambo must litokee, have this thing lazima uwe na kitu hiki called, iitwayo imani. you demonstrate something that does not exist. Unaonyesha jambo ambalo haiko, But your faith creates it. lakini imani yako inaiumba. Elohim had this faith also. Elohim alikuwa na imani hii pia. He said, Akasema, let there be the light. wacha mwanga iwe. Because himself, he believed his Kwa word. sababu yeye mwenyewe aliamini neno lake. Light came. Mwanga ikaja. Let me tell you, Wacha ni you can be sick here, brother or sister. unaweza kuwa umeketi hapa ndugu au dada. Remember, faith connects you to God. Kumbuka imani ndio Faith inakuunganisha na brings Elohim. Elohim in you. Imani inaleta Elohim You ndani can yako. also speak to a situation. Unaweza ukanena na jambo. You speak by faith. Unanena kwa And imani. Elohim said, Na Bwana akasema, the way I said, let there be the light from kama my vile nilivyosema ya kwamba from kuna my mwanga. spoken word, the light came. Kwa kutokana na neno langu mwanga Just as ikaja. it was done to me according to my word. Kama vile ilivyotendeka kwangu kulingana And the na light neno was langu. there. Na mwanga ikawa. Remember, Kumbuka, it will be done to you according to your word. itatokea kwako kulingana na neno lako. Believe. Amini. You remember, I was telling my wife recently. Unakumbuka nilikuwa nikiambia mke She wangu wanted juzi. me to pray for a situation. Alikuwa unataka niombee I jambo. told her, Nikamwambia, pray for yourself. sasa ujiombee wewe mwenyewe. Pray. Omba. She was like, Alikuwa hapo kama and you know me, I want you to pray for me. lakini nilikuwa I reminded her. nikamkumbusha. In Kinshasa, there was a sister. Kule Kinshasa kulikuwa na dada And I want children. Peter, listen. na nataka watoto Peter msikize. This woman Huyu mwanamke was having a child, alikuwa na mtoto was very good, ambaye alikuwa mtoto going to school, akienda shule until one time he did not want to go to school mpaka anymore. wakati mmoja alikataa kwenda shule, And then things became weird in his life. na baadaye mambo yakatokea, mambo mengine The hayaeleweki. mother said, Mama akasema, something is wrong here. kuna kitu ambacho sio The mother kawaida. took the child, Sasa mama akachukua went in the room. akaenda kwenye chumba, She had faith. alikuwa na imani. She held the child in her legs. Alichukua mtoto akaweka kwa miguuni pake, She prayed. akaomba. As she was praying for the child, Kama vile alivyokuwa akiombea mtoto, she got the child got delivered. sasa mtoto akapata The uponyaji. child said, hey, Mom, Mtoto akasema, mama, something is happening. It has kuna happened to kitu me." kinatokea, kuna jambo limetokea kwangu. From that time, Kutoka wakati huo she was closed up 2 years of her life, of his life, he did not know. alikuwa amefungwa miaka miwili, hakukuwa amejua. When that demon got away from him, Wakati huu pepo ulitoka kwake, he now went back 2 years. sasa alirudi miaka He miwili. wanted now to do the things he was doing 2 years ago. Alitaka sasa kufanya mambo ambayo alikuwa akifanya The miaka mother was miwili. very happy Sasa mama alifurahi sana because Elohim heard her prayer of faith. kwa sababu Bwana alisikia maombi yake na She imani ran yake. quickly to come and see Brother Pierre. Alikimbia mbio kuenda Say, kuona. "Look at what ndugu yake." happened. Akasema ona. Brother Pierre said, from now on, Akasema kutoka can you sasa. see what Elohim can do?
because of your faith. Umeona kitu ambacho Bwana anaweza fanya kutokana He na took imani the yako? scripture in the book of Acts, Alichukua maandiko kutoka kitabu where cha Matendo Peter ya was Mitume. told, where Peter was telling that magician, Mahali Petro alikuwa akiambia yule you mchawi, will pray for yourself. utajiombea wewe mwenyewe. Because the prayer of faith Kwa sababu maombi ya imani is efficient. inatosha. Say amen. Amen. So first of all, jiamini. Kitu cha kwanza, believe Believe in yourself and believe Elohim. na uamini Bwana pia. Say amen. Amen. Don't doubt. Usiwe na Oh, maybe mashaka. my prayer Elohim will not Oh, hear. huenda maombi yako Oh, Bwana maybe because hatasikia. maybe Kwa sababu there is hapana. no difference in faith between men and women. Hakuna tofauti ya imani kati ya Mungu na Otherwise, mume. it could be written here. Kama sivyo ingeandikwa hapa. That sisters have got this faith, brothers have got that faith. Ati ya kwamba Faith is faith. Imani ni imani. Say amen. Amen. The scripture says, Maandiko yanasema, it was given to men and women saved Ili- once for all. ilipeanwa kwa wake na waume mara moja na ikatosha. Say amen. Amen. Brother, Ndugu, we are going today, we are going home today, changing things. tunaenda nyumbani leo. If you believe so, say amen. Wanasema amina. There are things in your life that you don't want. Kuna mambo katika maisha yako ambayo huyataki. Today, Leo speak against them. nenda kinyume nazo. Today, Leo chase them. Elohim said, it will be done to you according to your faith. Do not stop. Usiwe na mashaka. Amen. Amen. Those who believe say amen. Wale wanaamini waseme amina. Oh, Satan, we are going to deal with him today. Oh, shetani tunaenda kumfanyia kazi Brother, leo. it's not a movement. Oh, sio Remember, it will be done to you. sio muungano. Only if you Kufanyika kwako. That's Kama why ukiamini. even William Branham, Hiyo ndio sababu hata before William even Branham, start performing miracles in the church, hata kabla ya kuanza kufanya They miujiza sing. ndani ya kanisa, Waliimba. amini tu. All things are possible. Mambo yote Only yanawezekana if you believe. ukiwa umeamini tu. Say amen. Amen. Do not let Satan now bring your mind into trouble. Usiwe kama shetani ukileta mawazo yako. Usichanganyikiwe at this time. I'm Usichanganyikiwe. going to use some scriptures here to raise your faith. Naenda kutumia maandiko hapa kuinua Matthew, imani I yako. wrote here Matthew chapter 8. Let's go there quickly. Mathayo sura ya 8. Tuende hapo kwa You haraka. are becoming like God. Unakuwa kama Bwana. Matthew chapter 8. Mathayo sura ya 8. I want to show you some things here. Nataka kukuonyesha mambo mengine. Are you ready? Uko tayari? No, you are answering me as if you are fearing. Oh, mnanijibu ni kama Are you ready? tayari. I want to show you that you are more than what you think you are. Nataka kuonyesha kwamba wewe ni zaidi ya vile ulivyo. We call Elohim Tunaita the Lord of Lords. tunakuita. Say amen. So you are Lord. Sasa wewe ni Bwana. Do not doubt. Usiwe na mashaka. Because of the weakness sometimes you have or you go through. Kwa sababu ya unyonge ulio nayo ama unapitia. Say amen. Amen. Elohim knew it. Bwana alijua. Right? Yes. You know we are not strong human like him. Anajua ya kwamba sisi hatuna nguvu But kama it is yeye. him who said, Lakini yeye ndiye nothing aliyosema is impossible to me. ya kwamba kuna jambo Did he ambalo say that? haliwezekani kwangu. Alisema Did hivi. he say that? Alisema hivyo. The same one said also, Sasa yeye mwenyewe akasema hivi nothing pia. is impossible to those who believe. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwangu. We are an extension of Elohim. Ni sehemu ya Bwana. We are Elohim in continuity Elohim on earth. katika The connection between Elohim and us. kitu ambacho kinatuunganisha na Elohim. I call it the colonization. Inaitwa muungano. It comes through the colon. Inatokea ku Elohim speaks and brings things to existence Elohim ananena na anafanya mambo ya through the colon, which is faith. kwa njia ile ambayo inaitwa imani. It comes to us. Inakuja kwetu. We also speak things and it comes to us. Tunanena na zinatokea. Do not doubt. Sio na mashaka. Two things fight faith Mambo mawili yanapigana Two na things. imani. in us. Ndani They yetu. fight faith. Yanapigana The first na imani. one Kitu cha is kwanza. doubt. If you are here, you doubt, you go out. Kitu cha kwanza hapa ya kwamba unataswishi. Second one, Ya pili fear. ni uoga.
If you check in the Bible, every time Elohim comes, Unapotazama maandiko wakati wote Bwana anakuja, do not fear. anakuambia usiogope. I am with you. Niko pamoja nawe. If you believe that one, say amen. Amen. I want every one of us here to remove doubt and vagueness. I don't know what you're going through. I don't know what you're going through. I also don't know what is your life made of. But one thing I can tell you for sure, and it cannot lie. Anything is possible without these two things. I believe someone can be healed here. I believe someone can be blessed here. I believe someone can get job here. I believe that someone can get married here. I believe someone can see Elohim here. I believe. William Branham said, everywhere I preach this message, the same angel who spoke to me when I was a child has always been accompanying me. Brothers, let me say this one is a prophecy. One day, Elohim willing, as we'll be preaching this message, the presence of that angel is right here on the right hand side and confirm the message is true. The angel has always accompanied the message. And don't be here and unbelieve. Say amen. Amen. Now check. We are going to take Matthew chapter 8. The people of faith, read with me. When he had come down from the mountain, a great multitude followed him. Wakati aliposhuka milimani, makundi mengi ya watu yalifuatana na yeye. And behold, a leper came and worshipped him. Basi akaja mtu mmoja mwenye ukoma akamsujudia. First of all, kitu cha kwanza, this leper, huyu mwenye he was not ukoma supposed to be among the people. hakukuwa awe miongoni mwa watu. Say amen. Amen. Faith brought him out of his place. Sasa imani ilimtoa mahali alipokuwa. Amen. Come out of what you think. Toka kwenye jambo ambayo unafikiria kama just like this. Mimi niko tu namna hii. Come out. Kwa hicho. Say amen. Amen. The leper, according to the society, you cannot meet them in the streets. Huyu mwenye ukoma kulingana na desturi angetoka andamane na watu. Wrong or right? Kweli au uongo? They have prepared a place where they have to stay. Kuna mahali waliandaliwa ambayo walikuwa. Because leprosy is highly contagious. Kwa sababu ukoma ni ugonjwa ambayo unaambukizana. It's not like this corona thing. Sio kama hii ugonjwa wa corona. Corona, I have to cough. Corona lazima nikohoe. I have to do things. Lazima nifanye mambo out of me. Kutoka and now it comes to you. Sasa inakuja kwako. Leprosy. Lakini ukoma. Look here. That's when I'm doing this. Wakati ninapofanya hivi. To the brother. Kwa ndugu. Automatically. He has it. Dakika hiyo hiyo ana ukoma. Same seconds. Dakika hiyo sekundi hiyo hiyo. He has it. Ana ukoma. But now look at this man. Lakini tazama huyu mtu. How did he come from that house? Je, alikujaje ndani ya ile I don't know. Mimi sijui. But when he came out, lakini wakati alitoka, first thing when he met the word made flesh. Kitu cha kwanza alipopata neno imefanyika mwili. He was aliabudu. He became humble to the word. Alikuwa mwaminifu kwa neno. Say amen. Amen. When Elohim has spoken, be humble. Wakati Bwana anaponena, even if it hurts you, be humble. Kama inakuumba, uwe say amen. Amen. Husband, waume, love your wife. Every husband must show love. We must submit. Lazima tuwe. Brother, say amen. Those who are married, say amen. Wale wameoa waseme amina. Yes. You must also demonstrate that love. Lazima pia uonyeshe upendo huo. Don't just say I love you. Oh, usiseme tu nakupenda. Prove also you love. Uonyeshe ya kwamba unapenda. Amen. So only one man is married here. Kwa hivyo ni mume mmoja tu ndiye ameoa. You see the way you don't believe. Unaona vile hamna imani. Brother Dixon, you did not say amen. Haukusema amina. Where is the sister? Wapi dada? At home. Ako nyumbani. Okay, she needs to believe also these things. Sasa anatakikana amini pia mambo haya. Amen. Amen. Wives, wake, be submissive to your husband. Mujisalimishe kwa waume zenu kama vile mnavyojisalimisha kwa Bwana. You hear? Unasikia? Doubt. Kuwa na utashi. If you have this one here. Kama unaichi hapa.
we will preach here. Only few people will come back and say, brother, from that Sunday, this is matokeo. I will show you what faith can do. Nitakuonyesha kile ambacho imani inaweza ikafanya. Do not doubt from now. Usiwe na mashaka kutoka sasa. He worshipped him. Akamsujudia. And he said, akasema, Lord, Bwana, if you are willing, ukitaka, you can make me clean. waweza kunitakasa. He came sick Alikuja akiwa to worship Elohim. ili kwamba And as he was worshiping Elohim, kama vile alivyokuwa kiabudu, he said, Elohim, akasema, I am sick, mimi ni but I want to worship lakini you. nataka kukuabudu. Make me clean. Unifanye niwe msafi. Elohim will speak back. Elohim atanena. Then Yeshua put his hand on and touched him and said, Yesu akanyosha mkono akamgusa na kusema, I am willing. nataka Be clean. takasika. The Bible says, Biblia inasema immediately. mara hiyo. Oh, brother. Oh Mungu, I am talking to you now. Don't doubt. na kuongelesha I usiwe can na feel mashaka. Elohim is here. And if you feel he is here, Kama unaishi empty yourself. jiweke Empty yourself. jiweke huru. Allow Elohim to act. Ukubali. He will act based on your faith. Anafanya kazi kulingana na But if you imani yako. doubt, Lakini you kama will una still mashaka, continue remaining the same. utaendelea kubaki vile ulivyo. But take this from me, Lakini bro. chukua hili kutoka There is kwangu. no situation that can last forever. Hakuna jambo ambalo litasalia milele. Amen. Amen. The situation of men, Ukawaida wa wanadamu, there's nothing that will last forever. hakuna kitu ambacho kitakaa milele. Amen. Amen. One thing lasts forever. Kitu kimoja kinaishi milele. The word of God. Neno la Mungu. Amen. It's eternally the same. Ni jambo ambalo mpaka milele. Now, it's not finished. Haijaisha bado. Verse 4. Mstari wa 4. Now, was he healed? Je, aliponywa? Yes. The leper here, was he healed? Mwenye ukoma aliponywa? Then he said, Kisha Yesu akamwambia. Jesus said to him, Yesu akamwambia, see that you tell no one. angalia usimwambie mtu yeyote. Huh? Eh? Don't tell anyone. Usiambie mtu yeyote. Elohim heals me, I keep quiet. Sasa Bwana anaponya ninyamaze. I will give the testimony. Lazima nitatoa ushuhuda. And look at the people who have received this by faith. They never kept quiet. Sasa tazama watu waliopokea ili kwa But imani. why is Hawakunyamaza. Yeshua telling them not to speak? Mbona Yesu anawaambia wasiongee? Yeshua is a very humble person. Sababu Bwana ni Bwana ambaye ni He does not mnyenyekevu. want people, he does not want to show himself that he is. Hataki kujionyesha ya kwamba yeye ni mnyenyekevu. Amen. Amen. Don't say, oh, but it's me, bro, man. It's Usiseme kwamba, ni mimi Bwana, ni me. mimi. He's talking to me. It's me. Ni mimi. Nyenyekea. Amen. 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 Then Yeshua said, Sasa Bwana akasema, but go angalia. Go your way. Ila nenda Show yourself to the priest ukajionyeshe kwa kuhani and offer the gift that Moses commanded as the testimony to them. na kutolea sadaka aliyoamuriwa na Mose kuadhibishia kwamba umepona. Do you see that Yeshua who came with the grace is telling this man here to go and fulfill what Moses said? Unaona ya kwamba Yesu Kristo ambaye alikuja na rehema anamwambia huyu aende akatimize maneno ya Musa. Now, wait a minute. What happened? Sasa ni nini? A leper got healed. Mwenye ukoma alipata Now, kuponyo. what did Moses say when a leper is healed? Sasa ni nini Mose alisema? Leviticus chapter 14. Kitabu cha Walawi Yeshua knew the sura ya word. 14. Leviticus chapter 14. Walawi 14. I'm going to read for you from verse Naanza 1. kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Then the Lord spoke to Moses, saying, Kisha Bwana akanena na Musa akisema, this shall be the law of the leper for the day of his cleansing. hii ndiyo itakuwa sheria ya mwenye ukoma wakati atakapoponywa. Amen. Amen. Then you come, so oh, no, we are no longer under the law. And Na wewe Yeshua is unakuja doing what? unasema sisi hatuko chini ya sheria. Na Yeshua anasema Mose He heals someone under grace, aliponya mtu chini ya neema, but he tells him,
Lakini anamwambia go to the priest and offer nenda something. kwa kuhani na utoe kitu. I wish you see what I see. He says, Natumai ungeona kitu ambacho nakiona. he said, Akasema, he shall be brought to the priest. ataletwa kwa kuhani. Brother Mogami, say amen. Sasa ndugu sema amina. Yeshua met a leper. Sasa Kristo He healed na mwenye ukoma, akaponya mwenye ukoma. He's sending him where? Anamtuma wapi? To the priest. Kwa kuhani. To fulfill Moses' law. Kutimiza sheria ya Mungu. And Moses said, Na Musa if akasema, a leper is cleansed, kama mwenye ukoma he akipona, must report to the priest. lazima aende kwa kuhani. Amen. Yeshua, the word made flesh. Yesu ambaye ni neno alifanyika Then mwili. he said, Kisha akasema, he shall go to the priest. Then the priest shall go out of the ataenda camp, kwa kuhani na kuhani atatoka nje and the ya priest shall examine him. na kuhani atamtazama. Wait a minute. Sasa Faith kidogo. Imani. completely healed the leper. Imani ilimponya kwa kweli. But someone must cross-examine. Lakini kuna mmoja lazima atazame, achunguze. Brother. When we go to the hospital, Wakati tunapoenda hospitali, they do you a test. wanafanya They give you a medication. wanakupatia They matibabu. say, come back after 1 week. Wanakuambia nenda na urudi Sivyo? baada ya wiki moja. When you take the medication, you feel you are now good. Ukichukua Everything's okay madawa now. unahisi ya kwamba uko sawa. Don't disappear. Usitoroke. Moses is the one who said, Musa ndio mmoja alisema, you must go back to the doctor. lazima urudi tena kwa You daktari. been double checked. Ili kwanza kutazame tena. Hallelujah. Yeah. The doctors are imitating Moses. Sasa madaktari wanaiga Moshe. He said, Anasema the priest will cross-examine him. kuhani atamtazama And indeed, na kwa hakika if the leprosy is healed kama kweli mwenye In ukoma the leper? ameponywa, in the leper, kama ameponywa ukoma, then the priest Jesus. shall command to take for him who is to be cleansed 2 living and clean bird. You must bring the sacrifice. kisha kuhani akiona ya kwamba ameponya, mwenye ameponywa atalete ndege wawili. This is the instructions of Yeshua also in the New Testament. Sasa hii pia ndio utaratibu wa Yesu Kristo katika We are Agano going to Jipya. pray here. Tunaenda kuomba If hapa. someone is healed here, Kama kuna mmoja ameponywa come hapa, back to the priest. kuja hapa. Moses said, don't come empty-handed. Musa akasema usije When we go back to the doctor, Sasa tukirudi kwa daktari, they say, my friend, consultation fee. sasa wanasema kodi ya kuona daktari It's here. iko hapa. Can you see? Consultation fee. Hallelujah. Yeah. Faith. Imani. Okay, you have seen that. You can go home and read. Umeona, unaweza fika nyumbani na Now let's continue quickly. Matthew chapter 8. wacha tuendelee Mathayo sura ya 8. And when he did this one, brother, you must get the confirmation you are healed. Ndugu yangu lazima upate hakikisho ya kwamba Sawa. umeponywa. Kweli. Now verse 5. Sasa mstari wa 5. When Yeshua had entered Capernaum, Yes, a centurion came to him, pleading with him, saying, Yesu alipokuwa anaingia mjini Kapernaumu, jemedari mmoja alimwendea Hey. akamsia akisema, wait a minute. ngoja kidogo. What is the common denominator for these two now? Sasa ni kitu kipi ambacho kiko pamoja na hao watu wawili? The leper left the home of the lepers. Mwenye ukoma aliacha makao ya The wenye ukoma. centurion also left his place to Yeshua. Huyu jamadari pia aliacha sehemu yake akimwendea Yeshua. There is an exodus to do. Kuna kitu ambacho lazima For this ifanyike. faith to act, Ili kwamba imani hii ifanye you must kazi, travel. lazima usafiri. You must travel from your unbelief to belief. Lazima utoke kutoka kutoamini. You must travel kuingia from kuamini. your doubt to believe. Lazima utoke kwa tashwishi You ya must kuamini travel mpaka from uamini. your fears to believe. Lazima utoke kwa uoga wako uamini. I was telling someone, Nilikuwa nikiambia mmoja, I hope they will not understand. natumai ya kwamba hawatasikia. When they've got fear, Wakati wanapokuwa na uoga, they put the Bible next to the bed. wanaweka Biblia kando ya vitanda vyao. Not when they have faith. Sio wakati wana imani. Travel. Usafiri.
Travel. Safiri. Let faith bring the Bible in on your bed. Wacha imani lete Biblia Not kwa kitanda fear. chako. Si uoga. Otherwise, nothing will act. Kama si hivyo hakuna kitu The situation kitatokea. will still be the same. Mambo yatakuwa The tu sawa. centurion left. Sasa jemadari akatoka. The lepers left. Mwenye ukoma akatoka. One thing was motivating them. Walikuwa na kitu kimoja ambayo ilikuwa ikiwafanya watoke. Faith. Imani. Amen. Look here. Tazama The hapa. Bible says, Maandiko yanasema. he said to him, Akasema, Lord, Bwana, my servant is laying at home, mtumishi wangu paralyzed amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza and dreadfully tormented. na ni mgonjwa kabisa. Look here. Tazama hapa. Who is sick? Nani ako mgonjwa? Not him. Sio yeye. But he had someone at home who was sick. Peter, are you listening? Alikuwa na mtu nyumbani ambaye alikuwa mgonjwa. Even children can have faith. Hata watoto pia wanaweza kuwa na imani. And my son Peter here is the one who told everyone at home. Sasa Peter mwanangu hapa ndiye aliambia kila mmoja Because nyumbani. most of the time when I travel, I come at night. Kwa sababu wakati wote ninaposafiri na He had a dream and he said to everyone, alikuwa na ndoto na akaambia I kila saw mmoja. Daddy came during the day, not at night. Niliona dadi akaja mchana si. My little prophet day. Sasa nabii wangu mdogo And that's hapa. what happened. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. It's not so. So have faith. You must listen. So uwe na imani, lazima usikie. Now check. Sasa tazama. He was not sick, Hakukuwa mgonjwa, but he had someone sick at home lakini alikuwa na mtu mgonjwa nyumbani. who wanted to be healed. Nani alikuwa akitaka kuponywa? We are not told that the sick had faith. Atuambiwi ya kwamba mgonjwa alikuwa na imani. Oh, brother, I failed to heal you because you don't have faith. Oh, nimekosa kukuponya kwa sababu hauna The imani. man, maybe we don't know if he knew that the man went to look for help. Sasa huyu jamaa hatujui kama hata alijua kama huyu jemadari alienda kutafuta msaada. No, La, he was sick, alikuwa tormented. mgonjwa, alikuwa mgonjwa But kweli. look at the way faith acts. Lakini Faith has tazama got vile imani inavyofanya expression kazi. through acts. Ona vile imani inavyofanya kazi kutokana na matendo. And Jesus said to him, Na Yesu akamwambia, I will come and heal him. nitakuja kumponya. Faith zako nani? Imani inasema Yeshua, hapana, no, no, Yesu no. hapana. No, not you, Si man. wewe. You want to come from here to my house. Unataka kuja kwangu kutoka hapa. You don't need the pastor to come. Hauhitaji mchungaji hapa. When you have faith, Wakati unapokuwa you don't need, oh brother, you must come and lay me. hauhitaji mchungaji aje akuweke I mkono. want La. you to listen, my brothers and Nataka sisters. usikie vizuri ndugu You yangu. don't even need the pastor to be there. Hauhitaji pastor awe hapo. Act upon what you believe. Fanya kulingana na kile ambacho Because the unakiamini. pastor may not be there. Kwa sababu mchungaji huenda anawezi kuwa hapo. Say amen. Amen. Once more, amen. Amen. He says, Anasema, no. la. Lord, Bwana. we are reading now verse 7, 8. Then the centurion answered and said, Lord, Jemadari akamwambia, I am Bwana, not worthy that you should come under my roof. sistahili uingie nyumbani mwangu. But Lakini only speak a word. sema neno. Amen. Let Elohim get to this place, you put him in the corner. Wacha Bwana aje mahali hapo muweke kwenye kona. Say, Elohim, you don't need to come to my house. Umwambie Bwana uhitaji kuja kwa nyumba yangu, haustahili. Maybe there are things in my house there will not please you. Huenda kuna mambo ndani ya chumba changu ambacho hakita kwa Maybe ABCD. Huenda hapa sada hapana. He said, Akasema, Yeshua, Bwana, speak only a word, sema tu neno and my servant na mtumishi wangu will be healed. atapona. Amen. Wait a minute. I want to show how crazy this man looks like. Nataka kuonyesha vile huyu jamaa anaonekana. He comes and say, Anakuja na anasema, no, you don't need to come there. la, haustahili kuja huku. I believe your word. Naamini neno lako. You Wewe utter only a word. hata neno tu. He's sick Yeye ni mgonjwa. at home. Uko You nyumbani. are with me here. Wewe uko na Yeshua, Bwana, please. tafadhali. But from this beginning of this story up to now, Lakini- who's acting more? Lakini kuanzia jambo hili mpaka wakati huu ni nani anafanya kazi sana? Centurion.
Can you see? jemadari. He's even teaching Yeshua. Aone ya kwamba anafundisha hata Yeshua. He's telling Yeshua what to do. Anaambia Bwana It's crazy. It makes you act like a crazy man. Inafanya ufanye jambo kama wazimu. A man went to the forest. Mtu anaenda msituni anaanza He kukatakata. brings the wrong one. Anabeba, He goes and anarudi, anakata. he started putting them together. Anaanza kuziunganisha pamoja. My friend, there is no rain here. Aona rafiki You yangu must say, kuna mvua no, hapa. my works prove that there is rain. Matendo yako yanaonyesha kuna mvua. I behave as if I'm healed. No, my healing is here. Nafanya kana kwamba uponyaji wangu uko hapa. Say amen. Amen. Wait a minute. Ngoja kidogo. Abraham, you're going to have a child. Unaenda kupata mtoto. What did Abraham say? Ni nini Abraham alisema? I believe. Naamini. Abraham started behaving like he's going to have a child too. Abraham alianza kufanya ni kama kana kwamba anaenda You kupata see him mtoto. buying pampers. Unapata In his days. pampers wakati wake anaweza. Sarah, in the morning. Hakuna kitu. Sara hakuna kitu. Mzee hakuna. Anasema hakuna. No, you will have a child. Utakuwa na mtoto. Sarah doubted. Sara alikuwa na taswishi. She would have been killed right there when she doubted. Angeuawa tu dakika hiyo But wakati because alikuwa the na promise was to be fulfilled for Abraham through Sarah, that's what maintained Sarah in living. Kwa sababu maagano yaliahidiwa Abrahamu, hiyo ndiyo jambo ilifanya Elohim Sara. is telling Abraham, Elohim anaambia Abrahamu, Abraham, when I will come back, wakati nitakaporejea, Sarah your wife Sara mke wako will give you a child. atakupatia mtoto. Sarah in the tent, Sara huko ndani ya hema, in her heart, ndani ya moyo wake. women be careful. Wanawake muwe na tahadhari. She said, akasema, at this age, katika umri huu, Yeshua, Yahweh, Elohim, at this age, my man is already katika finished. mwaka huu mume wangu tayari, Even me, I have crossed the menopause area. hata mimi nimefika umri wa kutozaa. Automatically, Dakika hiyo Elohim did not speak to Sarah. Elohim hakunena na Sara. Because Elohim knows the order. Kwa sababu Elohim anajua He said to the husband, akaambia Mungu, Abraham, why is Sarah laughing? kwa nini mke wako anacheka? Sara anacheka Because you are the one to discipline your kwa wife. sababu wewe ndio inafaa umwadhibu. Sarah replied, Sara akasema, no, I did not laugh. Elohim said, Elohim you akasema, did laugh. ulicheka kweli. Look at what Sarah was making Elohim be. Angalia kile Sara alikuwa akifanya. He was telling Elohim, you are lying. Alikuwa akiambia Elohim ya kwamba wewe ni muongo. Sisters, don't ever do things like that. Dada, usije ukafanya If mambo. Abraham was not having faith, Sarah could die instantly. Kama Abrahamu hakukuwa na imani, Sara angekufa tu dakika hiyo. Because he believed. Kwa sababu The Bible aliamini. says he was justified for that. Maandiko yanasema alifanywa And mkamilifu. because of Abraham's faith, Kwa sababu ya imani Sarah ya was Ibrahimu, protected. Sara alikuwa amezingirwa. A real God-fearing husband have faith to even protect the doubt of his wife. Mume ambaye anamwamini Bwana hata kwa mke wake na mpaka. That's why we the church we also have doubt. Yeshua still protects us. Amen. Say amen. Bwana anatuzingira. Amen. Amen. But don't ever do it. Lakini usije ukaifanya. And it was there about the word of God. Na ilikuwa ni kwa neno la She Bwana. brought the laughing at it. Alileta kicheko kwa neno la Bwana. At that time, Dakika hiyo hiyo, wakati huu. at that time when the man is doing the work of Elohim, Wakati huo huo Bwana anapofanya kazi ya Elohim. be careful. Uwe makini sana. He represents Elohim at that time. Anawakilisha Bwana wakati huo. What happened? Nini kilitokea? This centurion, Sasa huyu jemadari, I want you to have this faith. nataka uwe na imani. He said, Akasema, Yeshua, don't come to me. "Oh Bwana, usije kwa nyumba yangu. If you only say something, Ukisema tu jambo, he will be healed." najua atapona." He continues. Anaendelea. Verse 9. Listen to this one. Mstari wa 9. For I also am a man under authority. Maana hata mimi niliye mtu chini ya mamlaka. Amen. You said amen. He is saying what? Anasema nini? Umesema amina. Yes? He is saying, Yes. Anasema Yeshua has the authority. Yahweh, shall I bless you? Bwana akubariki sana. He said, Yeshua, Akasema I Yeshua, am also like you. mimi pia ni kama wewe. A man under authority. Mimi pia
chini ya mamlaka. Look at the way he's teaching. Sasa angalia vile anafundisha. Yeshua. And Yeshua will say amen. Na Yesu atasema amen. Faith can move mountains. Anaweza ikahamisha milima. He said, Anasema I am also a man hata under mimi authority. pia ni mtu ambaye niko chini ya I mamlaka. thank you, brother, for getting it right. Nakushukuru Bwana ndugu kwa He said kunipata. exactly what was in my heart. Hiyo ndio kitu And he kilicho says- ndani ya moyo wangu. He Akasema, says, having soldiers under me, askari chini yangu, ninao askari and chini I yangu. say to this one, go, and he goes. Naambia mwingine nenda na anaenda. And to another, come, he Na mwingine comes. njoo naye anakuja. And to my servant, do this, and he does Mtumishi it. wangu fanya kitu hiki naye ufanya. He said, Elohim, Akasema if I want to take the chair there, kama nataka I don't need to go and take the chair. I'll just say, uko nasema tu. Brother Peter, Brother ndugu Peter. bring, you see he's waking up. Ndio unaona anaamka. That's me, Huyo ni mimi. but on the other side of the road, Lakini ng'ambo ile pia. Yeshua, Yeshua, it's you. ni wewe. But you can be in my house at the same time. Hallelujah. Yeah. Faith. Imani. And he said, Na akasema, Yeshua, Yeshua, under my authority, chini ya mamlaka I don't take things myself. sichukui vitu mimi. I command it happens. Naamuru tuna I command it happens. Naamuru tuna inafanyika. Say a word. Command. Because that portion Kwa sababu is not my caliber. sio yangu. No, that me, I'm here. Mimi niko You hapa. are here in Wewe command. uko hapa. Say a word. The healing will hear you. Say a word. The blessing will hear you. The blessing will follow your words. Baraka yatafuatana na neno Now lako. listen to me. Sasa unisikize. Faith is the key. Imani ni funguo. Yeshua is the door. Yeshua ndio mlango. Amen. Look clap. Tazama hapa. I want to show you something. Nataka kukuonyesha. And I'm saying this so that you can have faith. Na nasema hili ili kwamba uwe The na time is imani. Masaa yanaenda. This is the door. Hii hii ni lango. The key is here. Funguo iko hapo. Behind this door, Nyuma ya hili lango we have tunayo the healings, uponyaji, the blessings, baraka, getting of jobs, kupata kazi, or whatever marriage, ama ndoa, or peace, ama amani, prosperity. kufanikiwa. Everything you want Kila kitu ambacho unachokitaka is behind this door. kiko hapa nyuma ya lango hili. Now, Sasa for you to access whatever is your request, ili kwamba upate yale whatever is the request you have, kitu chochote ambacho unataka you need kuomba, that key. unahitaji hiyo funguo. And that key, Na hiyo funguo you don't need to apply many strength. haufai Just come with the key. kuja tu na funguo. Introduce to the key holder, the place. How do you call it? That place is called what? In English? No, no, the key holder. That one is the door. The hole, the key hole. The key hole. Take the key. Chukua funguo, Introduce there. weka kwenye shimo la funguo, Turn right or left. uipindue kushoto au The kulia. door will do kak. Mlango itafanya kak, And when it's done kak, na wakati inapofanya kak it will open itself. itajifungua yenyewe. When it opens, Wakati it's imejifungua giving you access to whatever you want. Have faith. ana imani. Open the door. Yeshua said, I am the door. Mlango Yesu akasema mimi And ndio you. lango. Na wewe Check, he does not have the key. ana funguo. Do you have the keys? You don't, who's got keys here? Nani ana funguo? Give me some keys. Yeah, quickly, quick. Throw it, throw it, throw it. Yeah, quick, throw it. Rusha. This is Yeshua. Sasa huyu ni Yeshua. Okay? He was having the keys. Alikuwa na funguo. When the church started, Wakati kanisa lilipoanza, Yeshua does not have the keys anymore. Yeshua He hakukuwa said, Peter, come here. Peter, come. Peter, come. Peter njoo. Say amen. He said, Peter. Akasema Peter, chukua funguo nenda. I'm going. Naenda. Will you feed my people? Utalisha watu wangu? I'm going. Mimi naenda. Take the keys. Chukua funguo. He left every key of every door. Aliacha funguo ya kila lango. Your faith Imani yako can open the door. inaweza kufungua lango. But if you don't believe, Lakini kama uamini, you'll always be there. The door is not opening. utakuwa wakati No. wote uko hapo na You lango. don't have the right key. Hauna funguo. The right key believes from Genesis to Revelation. Kile ambacho iko sawa ni kutoka
amini. Even if it hurts you, believe. Hata kama inakuuma, amini. Say amen. Amen. That's the key Sasa hilo ndilo funguo that opens Yeshua. ambayo inafungua Yeshua. Say amen. Amen. He said in John, Akasema katika kitabu cha Yohana, if you don't have, kama hauna it's because you have not asked. ni kwa sababu haujaomba. He said ask. Omba. And what will happen? Na nini kitatokea? It will be. He does not lie. Adanganyi. If you don't have, it's you not having the right key. Kama pia hauna, ni wewe hauna funguo ambayo inastahili. There are some times when you want to make a double of a key. Kuna wakati unapotaka kutoa You take the mfano wa key, hiyo you go to the Smith. They're called what? Miss Smith, eh? What? They're called what? unachukua funguo unaenda kwa wale The people watu, who reproduce the keys. watu ambao wanatoa, Especially this one here. Hii ndio maisha kabisa, it has become everybody's business. This one here. sasa hii And that one, the small one here. Yeah, small one like this. na ile They katika manufacture it everywhere. wanaitengeneza kila And mahali. sometimes you can make a key. Sasa zingine a double anaweza key. tengeneza funguo na tengeneza. You go home. Unaenda You try. unajaribu. It's blocking. And Inakataa. when you look at them, they look the same. Ukiangalia But inafanana. when you put it, it's not happening. Wakati unapoweka ifungui. Go back to the maker. Kwa yule aliyeitengeneza. Say amen. If you have the key Kama unafungua and it's not opening Yeshua, haifungui Yesu. go back to Yeshua. Yeshua, Yeshua. my key is not opening. Yako haifungui. Let Elohim give you the right key. Wacha fungua. And he will tell you, you want the right key? Atakwambia Go unataka. to the priest. Then Then when you come to the priest, wakati you find your brother waiting for you. unapata ndugu anakungoja. What do you want? Oh no, my key is not opening. Oh, fungo yangu haifungui. Did you confess your sin? Je, ulitubu? Yes, but one is left. Oh, moja imeachwa. I've hidden it here. I don't want my wife to hear that. Nimeificha hapa, sitaki mke I don't wangu want my aisikie. husband to hear that. Ama sitaki mume I don't wangu want the aisikie. church to hear Oh, that. sitaki kanisa Say, lisikie. that is the part of your key. Sasa hiyo ndio sehemu ya Which is fungo yako damaged. ambayo imeharibiwa. Go. Nenda. Confess it. After you confess, Baada ya kutubu, report to me, give me the testimony. sasa rudi hapa na unipe. Then I will give you the right key. Basi You nitakupatia go. funguo ambayo inastahili. You go. Unaenda. You see. people, Unaona. You confess your sin. Unatubu dhambi Everything zako. that was hidden, you confess. Sasa ile ambayo ulificha unatubu. And Elohim says, Na Bwana anasema, I forgive you. But before you go on, lakini kabla go uende, back to the priest. rudi kwa You kuhani. come to the priest. Unakuja kwa I've kuhani. respected my husband. Oh, nimeheshimu mume. I don't fight with him anymore. Sipigani na yeye. And I have done this and that. Nimefanya hivi. I regret all I did. Nina machungu kwa I will say now, Sasa Elohim. Elohim. Elohim, Elohim. look at your child has done what you requested. Tazama mwanao amefanya mambo uliyokuwa Answer me from heaven. kutoka So mbinguni. that he knows you have appointed me to Ajue ya kwamba try. umeniteua. Say amen. Take the keys. Chukua funguo. Now go and open. Sasa nenda The ukafungua. brother goes now. Ndugu anaenda. He opened. Anafungua. Wow. Mlango wa. Elohim showers blessing. Showers of blessing. Showers of blessing. We need only if you believe. Kama umeamini. Say amen. Only if you Kama tu umeamini. without faith, Pasipo imani, God cannot act. Bwana hawezi fanya jambo. And faith Na imani is built upon every word of Elohim. inajengwa juu ya kila neno litokalo Yeshua kwa said, kinywa cha Bwana. Bwana akasema, Men will not live by bread alone. mwanadamu hataishi kwa mkate tu. If it's true, say amen. Kama ni kweli sema amina. But men Lakini mtu will live ataishi by what? kwa nini? Every word. Every, Kwa kila neno. even if it's painful, Hata kama ni chungu, even if it hurts you, hata kama inakuuma, because it's the word, kwa sababu ni neno, the man mtu will live ataishi with every word. kwa kila neno. And when you have done every word, Na kama umefanya kila at neno, the end of it, mwisho wake you receive that key. unapokea kile funguo. Amen. You get the key. Unapata Now funguo. check what happened. Sasa tazama kinachotokea. He said, Akasema, I have people. I said, go, they go. Come, they naambia come. wanaenda, Do this, they wanaenda. do. Fanya hivi wanafanya. Verse 10. Mstari wa 10. Soma. Yesu aliposikia hayo. Wait a minute.
Ngoja kidogo. Faith comes from what? Imani huja kwa kusikia. This centurion was doing what? Sasa Talking. huyu jamadari alikuwa When Yeshua wakati let your faith be accompanied with words. wacha imani yako ikaandamane na maneno. Let Yeshua see Wacha Your aone faith. imani yako through your words. kutokana na maneno I yako. love this man. Oh, napenda huyu mtu. When Yeshua Wakati Yeshua heard the aliposikia teaching of this man, mafundisho ya huyu the jemadari, teaching of faith of this man, mafundisho ya imani ya mtu huyu, what did he do? alisema nini? Alistaajabu. Stop. Brother Howard, Ndugu hawa, are you thinking? You are like this. unafikiria uko hivi? Have faith. Uwe na imani. See, man. Amen. Have faith. Uwe na imani. There is no sickness, even if it's HIV and AIDS, Hakuna even ugonjwa if hata kama it's ni cancer, ukimwi, hata even kama if ni it's kansa, coronavirus, hata kama there ni is corona, no sickness hakuna ugonjwa that yote. can oppose a real faith. I don't believe it. Hakuna. It's like telling me Ni kama na ni kama Elohim can kuniambia fail. ya kwamba Bwana anaweza akafeli. Akashindwa, akafeli. Akafail. Akafeli. Akafail. Akafeli. Akafail. Those who believe say powerfully, amen. Wewe unasema amina. Remember, it will be done to you according to your word. If you say Ukumbuke It's up to itafanyika you. kulingana na imani yako. faith has got muscles. Imani ina misuli. Yes. Like the wrestlers. Kama You know the wale American ambao wrestlers. wanapigana mieleka. You see the way they are muscles. Unaona vile misuli yao Faith yamekaa. operates that way. Sasa imani pia hufanya kazi hivyo. Brother Joseph, Ndugu Yesu, you okay? Will you want to build that muscle? Yes. unataka kujenga misuli hii? Every day to have the muscles, you must train. Kila wakati Let your uwe face na train. misuli lazima ufanye zoezi. Sometime go and say, Elohim, Wakati mwingine nenda There is huko, something useme, here. kuna kitu hapa. in your heart you are testing your faith. Ndani yako unajaribu imani yako. Small thing. Kitu kidogo tu. The flies, they come disturb me here. Sasa inzi zinakuja Elohim, I want to do an zinasumbua. experience with you to test my faith. Sasa Bwana nataka I pray kuona Elohim, imani that yako. no fly will be coming here anymore. Na- And believe. nataka kuomba ya kwamba hakuna inzi itakuja Observe hapa this. na imani. Sasa tazama. Until you realize that the flies, they don't come anymore. Wanaona ya Then kwamba say, kuja- Elohim, send Goliath now. Hallelujah. Yeah. Look at David. Sasa tazama Daudi. He was there in the forest. Alikuwa ndani ya msituni. Are you with me? Yes. The training of faith. Sasa mazoezi ya A imani. lion came. Simba ikaja, akaja. He killed. Akafanya hivi akamuua. It was still under stage, eh? Behind doors. Alikuwa pale. He's also eating, he's not translating. Then secondly, Sasa mara ya a bear came. dubu akaja. A bear. Ni dubu. Dubu. Yes. He killed the same. Dubu akaua pia. Elohim said, I Elohim see my akasema. son is now trained. Naona sasa mwanangu akifanya mazoezi. Now I want to give him the final test of his life. Sasa nataka kumpatia majaribu ya mwisho. Look, Tazama. he heard Akasikia. anyone who's going to kill Goliath, Oh, kama kuna mtu ataua Goliathi. I will give him my daughter. Mwanangu. Wait a minute. Ngoja David kidogo. was not motivated for the fight. Daudi hakuwa na msisimko wa vita. Amen. Say amen. Wait a minute. What is faith? Imani ni nini? Faith is what? Imani ni nini? Read someone read. Mtu asome. Hebrews chapter 11. Look at Brother Imani. Waibrania 11. Read. Soma. Hebrews chapter 11. Waibrania 11. Ah, Faith is what makes real the things we hope for. he was hoping what? Imani ni kuwa na imani ya mambo tunayoyatarajia. Say amen. Amen. You're hoping what? The healing. Unatarajia nini? Uponyaji. You're hoping what? The
the blessings. Unatarajia nani? Baraka. But I want to demonstrate it now. Lakini nataka kuonyesha hiyo sasa. I want to fight for it now. Nataka Amen. kupigania. Then finally what I'm hoping comes. Yes. Continue. Endelea. Listen. It is a proof of what we cannot see. Ni matokeo ya mambo ambayo My friend. hatuyaoni. Amen. If he looks around him, Ukiangalia nyuma yake, no, if he looks around him, akiangalia sehemu ambayo yeye yako, no wife. aoni mke. See you. Yes. But the preaching said, Lakini mafundisho anasema anyone who kills Goliath, mtu yeyote ambaye ataua Goliath he will see his wife. ataona mke wake. David got motivated. David akapata msisimuko. And when he got motivated, Wakati he alipata looked back. akaangalia nyuma, He saw the lion, the akaona king of the forest, killed. akaona simba mfalme wa He looked back. akaangalia He nyuma, saw the bear akaona killed. dubu amekufa. Brothers and sisters, Ndugu wao dada, look back. tazama nyuma. How many victories God has given you? How many? Do not give up. When you will come to the Goliath in your life, wakati utakuja kwa Goliathi, the same Elohim who never gave up on you, yule Bwana ambaye the same hakukuacha, Elohim who crossed with you when your life was agitated, yule Bwana ambaye alikupitisha wakati maisha yako the yalikuwa same magumu, Elohim, yule he Elohim said, anasema, remember, kumbuka, I will not leave you alone. sitakuacha peke You yako, will not go alone. utaenda peke I yako, shall be with you. nitakuwa pamoja na Brother wewe. Branham says, Ndugu Branham anasema, every time when you see Elohim says, do not fear. wakati wowote unapoona Elohim anasema usiogope, It's like Netanya there. ni kama vile My son Netanya. ule kijana wangu He Nathani fears darkness too much. anaogopa giza kweli Kabisa. kabisa, anaogopa So Brother giza. Branham says, Ndugu Branham when anasema, Elohim tells you do not fear, wakati Elohim anakuambia usiogope, it's because he knows you are going to go through ni hard kwa times. sababu anajua yale And he unaenda says, kupitia. Netanya, Anasema, I Nathani, see the power will go now. naona mwangaza utaenda We sasa. are around 9 p.m. Sasa tuko katika saa ya 3 hivi. You may not see me Huenda hutaniona because of kwa darkness. sababu ya giza, But Netanya, lakini I Nathani, will always be here. nitakuwa hapa. Amen. Look, Tazama, do we see Elohim? tunaona Elohim, Do we see Elohim? We tunaona don't see Elohim, him. hatumuoni. Why? In the Laodicean church age, Kwa sababu kisasi hichi cha this Laodikia, one here is complete darkness. hii kanisa hapa ni Spiritually dark. giza tupu, Wangangas, ni giza ya kiroho, wachawi, demons. kila aina ya pepo. The child I was telling you about, that lady. Mtoto yule nilikuwa The nikiwadidia child, listen, was bewitched by a woman. huyo mtoto alirogwa na mwanamke. That woman was very upset how the child of this man was, the child of this sister was actually going very well to school. Now she felt bitterness. Huyo mwanamke alikuwa na hasira na wivu kulingana na vile ule She mtoto went to ule mama witchcraft. alikuwa akiendelea. Akaenda kwa mganga, And now did things against the child. akafanya vitu kwa huyu mtoto, And this child became lost. na huyu mtoto Someone was akapotea. completely lost. Huyu mtoto akapotea kabisa. The prayer of faith Sasa maombi ya imani brought the child back. akarejesha We are in mtoto. a time where, brothers and sisters, I want you to remember this one. Tuko katika Wachawi. wakati, ndugu au dada, wachawi, Maybe some are here. huenda wengine wako But hapa, let me inform you. lakini wacha nikuambie, Every child you have ever eaten, kila mtoto ambaye umeula, every murder you have ever done, kila mauaji ambayo umefanya, there will not be any action that will remain without being judged publicly. hakuna jambo hata moja siku yako ya kuhukumiwa You ambayo will go to haitaletwa. see Wangangas. Unapenda kuenda Oh, kuona for wachawi, protecting my children, oh, doing au this one. unaenda kwa waganga ya You ya have kulinda put watoto yourself wako. a fingerprint as a proof. Umejiwekea muhuri kuwa shahidi. It will be revisited. Itaangaliwa tena, You know that sentence? We shall revisit that. tutaiangalia tena. Repentance stops that now. Toba peke yake ndio A inaisaidia. mother who has bewitched all the daughters. Mama ambaye ameroga watoto wao, wasichana wake wote, Women. wanawake. Watch every time who is with your children. Tazama kila wakati ni nani ako na watoto wako. Do not allow anyone to just give anything to your child.
Usikubali mtu yeyote kupea mtoto. Parent, are you listening to me? Wazazi mnanisikiza? You let your children, they go anywhere. Unaacha watoto wako wanaenda mahali popote pale. Oh, brother, I want to leave. Oh, I want to nataka go. kuenda. So my children, they will be staying at your Sasa place. watoto wangu wataishi kwako. I will come in the evening. Nitarudi jioni. You think people will love your children the way you love them? Unatarajia ya kwamba watu watapenda watoto wako kama vile unavyowapenda? Eh? Talk to me. Faith. Imani. Let me go back quickly here. Wacha nirudi pale kwa haraka. When Yeshua heard it, he marveled. Yesu aliposikia haya alistaajabu. And he said to those who follow. Now, Akawaambia watu. Jenny, no. He said to those who were following now. Aliambia wale watu ambao walikuwa wakimfuata. Wait a minute. Ngoja kidogo. The centurion speaks to him. Jemedari anaongea na He yeye. does not reply to him. Amjibu, But he replies to the church now. lakini anajibu kanisa. He said to the church. Akaambia kanisa. Assuredly I say to you, the church. Kweli nawaambia kanisa. Read in Swahili. Sijapata kumuona mtu yeyote katika Israeli mwenye imani kama hii. Amen. Amen. I don't know how it's doing in you. Sijui vile inavyofanya kazi ndani yako. That's why when you pray, Hiyo ndio sababu don't just wakati repeat unapoomba what you've been always saying. usije ukarudia tu mambo ambayo Based on ulikuwa the situation in which you are, kulingana na ile hali uko. let your faith speak to him. Wacha imani yako ikunene. Yeshua can marvel. Yesu anaweza Can he akasema. marvel? Yes. Can Yeshua marvel? Yes. The scripture says Biblia he inasema marveled alistaajabu and he brought a teaching. akaleta He mafundisho. said, in Israel here, Hapa ndani ya Israeli I've not seen such faith. sijawahi ona imani kama He hii. says, Akasema, and I say to you basi nawaambieni that many will come from east and west. Who kwamba are watu these? wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi. Who are these people? Ni watu wagani Who will hao? come from east and west? Ni watu wagani hao watatoka magharibi Receive the blessing. Anybody? na mashariki? Again, Brother Alex. Yes, Brother Moshe. Alex, Brother Moshe. Sorry? The Gentile, who's going to be what? Mataifa Continue. watakuwa nini? Yes, who will believe? Correct. But who are they? But ni watu wagani hawa? The bride. Bibi harusi. Wait a minute. He's talking in Israel. Yeah? Ananena ndani ya Israeli. Israel, did they believe? Israeli Yeshua. waliamini Yesu? Did they believe Yeshua? Je, waliamini Yesu? But now, the bride will come from east. Lakini sasa And bibi west. harusi atatoka magharibi na mashariki. Israel will be condemned for rejecting the Messiah here. Sasa Waisraeli watahukumiwa kwa kukataa Yeshua hapa. You see how Yeshua is bringing the church? Unaona vile Yeshua analeta kanisa Through faith. kwa kupitia imani. In Israel, Katika I have Uyahudi not seen a man with faith like this. sijaona imani kama And hii. I'm telling Israel, Na anaambia Israel, listen. Wayahudi They will come from outside. watakuja They will come from outside. kutoka nje. Those who will believe. Wale ambao wataamini. And when they come, Na the scripture watakapokuja, says, maandiko yanasema they will be sitting down with Abraham. Amen. naye wataketi karamuni pamoja na Abrahamu. Why Abraham? Kwa nini Abrahamu? Brother Duncan. Ndugu Duncan. The father of faith. Baba ya imani. Abraham, Abraham. leave your country, Acha mji wako. your people, Watu wako. your house, Nyumba yako. your friends, Wa marafiki to a place wako. I will show you. Uende kule nitakapokuonyesha. No question asked. Hakukuwa na swali ya In the kuuliza. morning, Asubuhi anapanga vitu. Sarah, Sara, take your things there. chukua vitu vyako. Sarah also not say, Sara pia hapo sema sasa where are we going? tunaenda wapi? See. Hallelujah. Amen. That
is a blessing if you have a wife like Sarah. Sasa hiyo ndio baraka kama una mke kama Sara. No question asked. Hakuna maswali ya kuuliza. Because Elohim spoke. Kwa sababu Elohim Abraham amenena. believed. His wife Abraham believed. akaamini, mke wake akaamini. I told you last time. Nilikuambia If you have now a wife who's not like Sarah now, whose husband is told by Elohim, walk. kama una mke ambaye si kama Sara ambaye mume wake anaambiwa tembea. You know Abraham, he left here, Macedonia, living here, going there. Unajua Abraham alitoka hapo Macedonia akaenda. And a wife who does not understand. Na mwanamke ambaye haelewi mambo haya. Who is not in the plan of Elohim. Yeye ule ambaye hayuko kwa mpango wa Elohim. Abraham could have suffered a lot. Abraham angeteseka kweli. Amen. 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 Wives, Wake, be subjected to your husband as to the Lord. muheshimu waume wenu kama vile mnavyomheshimu Bwana. Just as the church is submitted to Christ. Kama vile ilivyo kanisa kumheshimu Kristo. And the church does not question the word of Na God. kanisa aliulizi maswali. So wives should be to their husband in everything. Kwa Sarah hivyo displayed. wanawake wanafaa kuwa katika hali hiyo kwa waume zao. Now this one, your wife is empty. She's Sasa empty. hapa mke wako ni mbunge. You give a command, say no, I need to sit down for to discuss your command. Anaenda kukaa akiangalia komandi yake. Will you go further? No. Je, utaenda mbali? So every decision you must discuss. Sasa kila uamuzi lazima muongee na yeye. Amen. 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 This is the teaching of faith. The Bible says, Sasa hii ndio mafundisho ya imani. but the sons of the kingdom will be cast out in the darkness, and there will be weeping and gnashing of teeth. Then Yeshua said to the centurion, Basi Yesu akaambia jemedari, now go your way, nenda nyumbani and as you have believed. na iwe kama ulivyoamini. Did he believe? Yes. Aliamini? Did he believe? Yeye aliamini? Now how do you know he believed? Sasa unajuaje ya kwamba aliamini? Someone tell me, how did he believe? Sasa mtu aniambie, Brother Howard, I'm Aliamini. looking at you. How do you know this man believed? Because he spoke. Kindly stand up. Because Because he's walking. so if I speak, then it means I've believed. so nikinena Show me how he believed. unionyeshe vile alivyoamini. That is what you go home with. Hiyo ndio kitu ambacho utaenda nyumbani. Faith. The Imani. connection between you and Elohim. Imani, muunganiko kati yako na How Elohim. did he believe? Sasa aliaminije? He said it. Uh, That if you say it, it will happen. if you say it, If you say what? you say Yeah, Brother Howard. Yes, I see you understand, but let Yes, it be wow. as if you have understood. Nataka itoke nikaona kwamba umeelewa. Yes. Yeah. Sit down. Brother Peter. Ndugu Peter, Yeah, he connected the faith with the authority he had with his juniors, Uh-huh. with the authority that Yeshua had with the power to do them. Yes. So what did he say to Yeshua? Yeshua did not need to go to this place, Yes. but he can just order and I'll give the directions that he has. Like he does. Say amen. Amen. Now, Sasa among us, I'm closing now. miongoni mwetu Is there nikifunga, anyone who's got at home a situation? kuna mtu ambaye ana jambo And if you are nyumbani here, na kama uko you mahali have hapa anything which is a situation at home, raise up your hand. na una jambo ambalo linakusumbua Thank you. nyumbani, inua mkono Thank wako. you, thank you. Thank you. Hands are going up everywhere. Asante, Thank you, asante. thank you. Mikono inaniinuliwa Now, mahali to popote. join to your testimony, stand up. Ili kwamba uungane na imani yako, simama. Let each and every one of us speak like this centurion. Wacha kila If you mmoja don't have wako faith, anene sit kama down. huyu jemedari. Kama una Those imani- who don't have faith, kindly sit down. kama una imani, But if tafadhali you have faith, keti. and you know you have a situation at home, Kama una imani na unajua kuna jambo and you ambalo want linakusumbua Elohim nyumbani, like this man to hear you, na unataka Elohim kama huyu Bwana akusikie, we are going to speak back to him.
tunaenda kumuongelesha tena. Amen. Amen. Who believes that if we do this prayer, Elohim can do something? Nani anaamini ya kwamba tukiomba maombi hii Bwana atatusikia? I am not talking to you, I'm talking to your faith. Sineni na wewe bali na nena na And imani the yako. same God who healed this man is also here today to heal you. Huyu Bwana ambaye aliponya huyu The jamaa same, ako hapa the kukuponya. same Elohim who gave this man the solution is here also to give you the same solution. Huyu Elohim ambaye alitoa njia ako hapa. Those who kukupatia njia. believe and who have stood up, Wale ambao wameamini na wamesimama, do not speak anything usiongee jambo lolote if it's not coming from your faith. kama itokani na imani yako. If it's your faith that is speaking this afternoon, Kama ni imani yako inanena adhuhuri hii. I don't know how you are going to stand or sit or even how you're going to kneel down, but Sijui vile let your unaenda faith talk to kusimama Elohim. kupiga magoti ama namna unavyotaka. It's not gonna be as usual. Haitaenda kuwa kama vile Today inavyokuwa kila wakati. you have stood up not because I requested you to, but because you stood up because of your faith. Leo haujasimama kwa sababu nimekuambia usimame, lakini umesimama kutokana na imani yako. Like David, Kama vile when he heard aliposikia anyone who kills the Goliath, mtu yeyote ambaye ataua Goliathi he will have a wife. atapata mke. Remember where you came from with Elohim. Ukumbuke mahali ulipotoka How na Elohim Elohim. has never let you down. Na Elohim hajawahi kukuacha. Amen. Amen. Today, Leo he will not leave you. hata kuacha. He is the same yesterday, today, and forever. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Amen. Amen. Amazing.